taratibu za ukamatwaji wa mtu katika masuala ya jinai zinaainishwa katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Na kwamba ili mtu aweze kukamatwa lazima kuwe kuna tuhuma ambazo zinaonyesha kwamba amefanya kosa la jinai. Akamatwe mtu pasipokuwa na tuhuma za kosa la jinai. Na makosa ya jinai ni makosa ambayo yameandikwa kwenye vitabu vya sheria. Kosa la jinai sio la kusadikika. Kama halijaandikwa kwenye vitabu vya sheria, hilo sio kosa la jinai. Lakini taratibu za kukamata pia zinasema ili umkamate mtu lazima uwe na hati ya ukamataji. Na hati hiyo ya ukamataji inatolewa kwa kumkamata mtu fulani halisi na kwa tuhuma ambazo zinaelezwa katika ile hati. Lakini kikubwa kingine, zipo kanuni za ukamataji. Mtu hawezi kukamatwa baada ya jua kuzama katika makosa ambayo angeweza kwenda kupewa taarifa hiyo siku inayofuata au nyakati za kazi. Na makosa yapo ya aina mbili. Yapo makosa yale ambayo yanadhaminika, makosa yasiyodhaminika. Kwa hiyo inapotokea kwamba mtu anaenda kukamatwa kwa mfano saa 7 usiku kwa kosa kwa mfano kama la Ali Kamwe la kutamka matamko ambayo nasema yamemvunjia heshima ya kiongozi na kadhalika. Lakini kikubwa hapo ambayo Maulidi lazima watu wafahamu kwamba katika makosa ya jinai watu wote ni sawa mbele ya sheria. Kosa lilotendewa Alex Mgongolo, kosa lilotendewa mkuu wa mkoa halina tofauti katika maana ya ushughulikiaji wake. Treatment lazima iwe aina hiyo hiyo. Kwangu mimi, kwa maoni yangu ambayo ni ya kisheria ya kitaalamu, ni kwamba ilikuwa ni kosa kwa Ali Kamwe kukamatwa usiku wa manane kwa kuwa hakukuwa na hatarishi yoyote ya kupotosha ushahidi. Kwa mfano, mtu umepata taarifa kuna madawa ya kulevya au kuna kitu kinachoondosha. Kwa hiyo pale inapotokea kwamba kuna huo wasiwasi, hapo ndio kunakuwa na uhalali wa kumkamata huyo mtu usiku. Lakini maneno yapo yamerekodiwa, kwa hiyo hakuna cha kuweza kukimbia. Na kuna masaa halisi ya kuweza kumhoji mtu, na sheria imeainisha uwezo kumhoji muda wote, kwa sababu sheria inajua uchovu wa mtu, kama mtu amechoka au afya pia sio nzuri. Kwa hiyo sheria siku zote hata ambapo haki ya mtu hasa ya uhuru inaathiriwa, sheria imekuwa ikimlinda yule ambayo haki yake ya uhuru inatakwa zile. Ndio utaratibu ulivyo. Na hilo linakuwa nini katika nchi zilizoendelea? Unapewa taarifa na unapewa na muda wa kwenda kuripoti katika kituo kilichoainishwa. Ukiangalia sheria zetu zinajitosheleza, lakini utekelezaji wake ndio inakuwa changamoto. Bana, tumemsikia vizuri Alex Mgongolo mwana sheria mbobevu kweli kweli huyu. Kwa namna moja ama nyingine ameshatumikia klabu ya Yanga kwenye mambo kadha wa kadha yanayohusu masuala ya sheria. Sasa kabla tujakwenda kutazama ili sakata la Ali Kamwe na hapa lilikofikia, wacha pia tukupatie taarifa njema ama taarifa bora kutoka Bati Quarry. Hii ni kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilio ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ikiwa ndani. Ukinunua mabati utapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni muda mrefu bwana, miaka 10 ya uangalizi. Kwa nini utaseke unaenda na mabeseni pamoja na masufuria kama Michael Miava wakati Bati Quality zipo tena zipo kwa ajili yako. Sio unasubiri inyeshe ili ukinge panapovuja kama ndugu yangu Michael Miava. Wakati sisi tupo na tuko tayari kukuhudumia. Unaelewa vizuri Na hivyo ndivyo mambo yalivyo. Mabosi nao kuna nyakati wamekuwa wana balance mambo. Bwana Cisco ulipoongea hivyo bwana, umenikumbusha mimi kipindi nipo maisha yetu ya Keko, Keko juu. Bwana Keko juu kule bwana kuna nyumba tuko tunakaa inavuja. Ikifika kipindi cha mvua unalala kama Yesu msalabani. Yaani namna hii. Unasubiri piga hapa. Katikati kama inapigwa unapanua miguu namna hii ili upate usingizi. Unalala kama mtego. Hata tajili Miava Michael bwana. Ndio. Anakaa nyumba inavuja na hela anazo. Sasa unajiuliza unamiliki pesa zina maana gani kama unashindwa kuweka mambo usingizi wako kae vizuri. Sasa tuachane na hilo Steven Mapunda, tutazame Alex Mgongolo alichokizungumza juu ya sheria zinavyosema. Unaelewa vizuri tulikuwa na sakata la Ali Kamwe pamoja na mkuu wa mkoa. Unaelewa vizuri kauli za ndugu yetu Ali Shabani Kamwe zilitafsirika kwamba kauli za kumtoa utu mkuu wa mkoa na kumdhalilisha mkuu wa mkoa akakamatwa. Lakini sasa imekuja kuibuka
mapya. Na hapa sisi tunazungumza kama funzo. Tunajifunza sasa zaidi. Umeelewa Sababu sisi watu wa mpira huku si wazuri sana kwenye haya mambo ya sheria na vitu vingine kama sasa yanapotokea mambo tunaendelea pia kupata funzo. Hali kama inaonekana kama vile hakufanywa haki kwenye ukamatwaji wake. Amekamatwa kinyume na sheria na utaratibu unavyotaka. Wanasema taratibu na sheria zipo lakini kuzifuata ama kuzisimamia ndio kidogo kumekuwa na uchepushaji wa hizi mambo. Kabisa. Umeelewa vizuri? Kwako limekaaje hili la Ali Shabani Kamwe baada ya kumsikiliza vizuri Alex Mgongolwa, mwanasheria mkuu kweli kweli? Bwana Alex Mgongolwa huyu ni baba yangu huyu. Na pia ameongea kwa kina kabisa na ameongea kwa umakini mkubwa, lakini pia mimi nasimama katika sehemu ya kuweza kujifunza zaidi kwa hiki ambacho amekizungumza. Kuna hoja ambazo ameweza kuzizungumza, hoja kuu mbili ambayo hoja ya kwanza ni kwamba anasema kwamba hakuna mtu ambaye ana haki zaidi kuliko mtu mwingine kwenye jinai. Kwamba mimi nikikufanyia wewe jinai utavutiwa wewe ni sawa sawa vile vile akifanywa mwingine, labda mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, wote inakuwa ni sawa. Na hili mimi nimelikubali moja kwa moja na kuweza kuendelea kulikubali kwa maana ya kwamba ukiangalia katika katiba yetu ya nchi kuna kipengele kinasema kwamba wote sisi ni sawa chini ya sheria. Yaani maana yake kwamba hakuna aliye juu ya sheria, wote tuko chini ya sheria. Chini ya sheria wote sisi ni sawa, na ndio maana unakuta hata kiongozi mkubwa akifanya ubadhirifu, akifanya kosa lolote, akiwa na jinai yoyote, kwa mujibu wa sheria anahukumiwa. Kwa hiyo wote sisi tuko under the law, hatuko above the law. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho Alex Mgongolwa amekuja kugongelea msumari. Niendelee kuamini hivyo kwamba sisi sote tuko chini ya sheria, tuko under the law, not above the law. Kwa hiyo hilo mimi nimelikubali sana, na amenikumbusha mbali sana kipindi nilikuwa shuleni nasoma GS kwa masuala ya haki za binadamu. Kwenye hili Alex Mgongolwa amenikumbusha mbali sana. Lakini pia katika eneo lingine ni katika raia kuweza kuifahamu haki yako, kwamba usawa umefanya kosa na haki yako ni nini ukiwa kama mkosaji, kwa sababu hata ukiwa wewe ni mkosaji bado una haki zako za msingi. Bwana Cisco, wewe limepelekwa shitaka aidha kwa mjumbe wa nyumba 10 au kwa mtendaji ama kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Jambo likafika hadi polisi, ukahitajika polisi, unatakiwa upewe barua ya wito. Kwa hiyo Bwana Cisco, katika hili Alex Mgongolwa ameweza kutufunua na kuweza kutufundisha zaidi katika hili sakata, nini ambacho unakuwa na haki hata kama ukiwa ni mtuhumiwa, haki zako kama binadamu ni za aina gani Bwana Cisco. Bana, hivyo ndivyo ambavyo Alex Mgongolwa ametufumbua macho kwa mujibu wa ndugu yangu hapa Steven Mapunda. Lakini pia kwenye hili sakata pia tunaendelea kujifunza mdogo. Maana taarifa zinakuaga nyingi tu baada ya tukio kutokea, na hasa wataalamu wa tukio hilo wakijaribu kukielezea ama kulitolea ufafanuzi zaidi. Ndivyo maana sisi tunaendelea kujifunza juu ya mambo kadha wa kadha. Mimi naitwa Cisco, Steven Mapunda naye pia hapa tulikuwa naye amezungumza mengi na mazuri. Unaweza kucomment, kulike pamoja na kushare hiki ambacho tumekizungumza, lakini si mbaya na wewe kutupa mtazamo wako juu ya hiki, nini hasa ambacho tunaendelea kujifunza juu ya mambo kadha wa kadha, hasa hususan sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa wakati mwingine tutaendelea pia kukujuza kila kitu kinachoendelea ndani hii ya Data Sports. Kwa heri.